Ikiwa una misimamo hii mitano, epuka kuingia katika mahusiano au epuka kuingia katika ndoa. Hususan hili somo linahusu wanaume wenye misimamo hii mitano. Kama una hii misimamo mitano, usiingie katika mahusiano. Wewe nenda ununue wanawake Buguruni, nenda ununue wanawake uwanja wa Fisi, ama nenda ununue wanawake Riverside, kwa sababu haufai kuingia katika mahusiano na mwanamke wala haufai kuingia katika ndoa. Kwa hiyo kama una hii misimamo, hakikisha unakuwa ni mpenzi wa kununua wanawake. Aina ya kwanza msimamo ni aina ya msimamo ambao unaamini wewe kwamba wanawake wote wanapenda hela. Kama una huu msimamo wa kuamini kwamba wanawake wote wanapenda hela, basi usiingie katika mahusiano kabisa, wala usiingie katika ndoa, kwa kuwa hautakuja kumpenda huyo mwanamke. Yaani utakuwa na pretend unamwambia mwanamke unampenda, lakini haumpendi, kwa sababu misimamo yako inadhibitisha kwamba wewe hautakupenda, yaani hautakuja kumpenda huyo mwanamke yoyote ambaye utakuwa naye katika mahusiano ama ambayo utafunga naye ndoa, kwa kuwa akili yako inaamini kwamba wanawake wote wanapenda hela. Na pia msimamo wa pili ni msimamo wa kuamini kwamba wanawake wote ni wachepukaji. Ikiwa unaamini au una huu msimamo wa kuamini kwamba wanawake wote wanachepuka, basi hutakiwi kuingia katika mahusiano wala hutakiwi kuoa, kwa kuwa utaumia katika nafsi yako endapo kama mwanamke atakuwa anakuambia yuko bize mahali au atakuwa anakuaga kwenda mahali sehemu fulani. Kwa hiyo wewe utakuwa unahisi kwamba anaenda kuchepuka. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kwa wewe ambao una huu msimamo kwamba wanawake wote wanachepuka, hutakiwi kuingia katika mahusiano wala hutakiwi kuoa, kwa kuwa utateseka utateseka kihisia. Wewe ni vyema zaidi kununua wanawake wanaojiuza, ili mradi usiumie katika maisha yako. Na pia msimamo mwingine ni msimamo wa kuamini wanawake hawaheshimu support wanaopewa na wanaume. Ikiwa una huu msimamo wa kuamini kwamba wanawake hawaheshimu support wanaopewa na wanaume, basi hauna budi au hauna haja ya kuingia katika mahusiano wala kufunga ndoa na mwanamke yeyote, kwa kuwa hauwezi kumsapoti mwanamke. Yaani kwa kuwa akili yako inaamini kwamba mwanamke yoyote hana shukrani anaposaidiwa. Kwa hiyo hali hiyo utakuwa unamtesa mwanamke ulionaye katika mahusiano ama ulionaye katika ndoa, kwa kuwa huwezi kumsaidia. Unaamini kwamba ukimsaidia hatakuwa na shukrani. Kwa hiyo kama una huu msimamo, hakikisha hauingii katika mahusiano wala haufungi ndoa. Na kama una msimamo wa kuamini wanawake wote wanajiuza, wanajiuza kutokana na wanaume wenye pesa, basi fahamu kabisa kwamba hautakiwi kuingia katika